Ikutangazia kutoka jijini Dodoma, karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Mheshimiwa Waziri Mkuu aongoza mazishi ya Mheshimiwa Lukuvi na kwa Mswiga bainisha fursa za uwekezaji kwenye michezo. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka Sky TV. Langu jina ni Zinazire Mswima. Aliyekuwa waziri wa sera, bunge, uratibu na ulemavu, ofisi ya waziri mkuu na bunge wa Isimani, marehemu William Lukuvi hatimaye leo amezikwa rasmi kijijini kwao Idodi, wilaya ya Iringa, na kuhudhuriwa na mamia ya wananchi toka sehemu mbalimbali za Tanzania. Mazishi hayo yaliongozwa na Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba pamoja na viongozi mbalimbali wa kitaifa akiwemo Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Azan Zungu. Katika salamu zake, Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema serikali itatekeleza yote ambayo yalikuwa ni ndoto za Mheshimiwa Lukuvi na mengine yaliyokuwa kwenye ilani ya chama ya 2025 hadi 2030 na kuahidi kufanya ziara ya kiserikali mkoani Iringa. Kwa niaba ya serikali na kwa niaba yake katika msiba huu mkubwa, na amenituma kuhakikishia kwamba kama ambavyo mara zote alikuwa pamoja na wanaisimani wakati wa uhai wa Mheshimiwa William Lukuvi, ataendelea kuwa nanyi ili kuweza kuhakikisha kwamba yale yaliyokuwa ndoto ya Mheshimiwa William Lukuvi yanaendelea kutimizwa. Mheshimiwa Rais amesisitiza kuwa Mheshimiwa Lukuvi ameacha alama na mchango mkubwa katika Chama cha Mapinduzi, wanaisimani na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kuwa alama na mchango wake umeandikwa, vitaendelea kutekelezwa hata vile ambavyo alikuwa ameviainisha Mheshimiwa Lukuvi, kama ambavyo tumetoka pia kuelezewa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Iringa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Iringa ndugu Heri James alitoa salamu za wananchi wa mkoa wa Iringa na wapiga kura wa jimbo la Isimani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika ibada za Kiafrika, ibada inabebwa na mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza kusifu, jambo la pili kushukuru, jambo la tatu kuomba. Na hivyo basi naomba nichukue fursa hii kusema kwamba kwanza tunamsifu Mungu kwa namna alivyomuumba na kumtengeneza Lukuvi kwa ajili yetu. Lakini pili, tunamshukuru Mungu kwa uhai na baraka ya vipawa alivyompa kututumikia. Na mwisho tunamuomba Mungu amrehemu, maana yeye ni mwanadamu, anahitaji rehema zake katika wakati huu. Baada ya maelezo haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwenzetu alifanya sawa na sisi, aliwaza sawa na sisi, na leo amelala amenyamaza. Nataka nikuhakikishie, Lukuvi amenyamaza, lakini barabara inazungumza. Lukuvi amenyamaza, kazi yake inazungumza. Lukuvi amenyamaza, upendo wake unazungumza. Lukuvi amenyamaza, ualimu wake kwa watu wengine unazungumza. Nikiripoti kutoka hapa Idodi, Iringa vijijini, mimi ni Alan Gabriel, Sky TV. Na moja kwa moja tuangazie taarifa nyingine kutoka Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amekutana na uongozi wa chama cha madaktari wanawake Tanzania MEWATA. Sisi kwetu ni faraja kupata mikutano kama hiyo. Ndiyo. Kama ulivyosema, ukiacha kusukuma mbele ajenda ya afya, lakini pia tuna ajenda yetu ya utalii. Kwa hiyo watu wakija hapa, moja ni kwamba tunapata mabalozi wengi zaidi ya kuitangaza Zanzibar. Ndiyo. Lakini pili, kiuchumi, kila ukifanya mikutano una stimulate uchumi. Ndiyo. Wapo watakaotaka kutua, wapo watakaotumia mikahawa yetu, watakaotumia taxi zetu, watakaokaa kwenye hoteli zetu. Yote hiyo ni ina stimulate growth kwenye upande wa utalii. Kwa hiyo sisi
mara nyingi tunakuwa wepesi sana kukubali mikutano kwa sababu tunajua ina faida kwa nchi, lakini vile vile inaitangaza nchi, na kwa maana hiyo tuko tayari kushirikiana nanyi katika kuhost huo mkutano ambao tumeupanga. Mume mmoja aliyefahamika kwa jina la Hamisi El Kaliembe mwenye umri wa miaka 55, mkazi wa kijiji cha Mboyo kata ya Lupepo wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, amefariki dunia kwa kujinywesha sumu na kuua magugu parakwata, akidaiwa kushindwa kuvumilia maumivu ya kupoteza wajukuu zake watatu waliokufa kufuatia maporomoko ya udongo yaliyotokea Machi 25 baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha vifo vya watu 21. Taarifa ya Upendo Kibetile inafafanua zaidi. Kifusi akawa amechukua hatua kwamba anaenda nyumbani, lakini alivyoenda nyumbani bahati mbaya akawa ameenda kunywa sumu. Kama familia pengo ni kubwa kwa sababu ni mzazi ambaye ni baba yetu, tulikuwa tunamtegemea sana, kwa pengo ni kubwa liloliacha. Kukuta wale watoto watatu, tukaenda tukawahifadhi kwenye nyumba fulani hivi ya kaka yake. Wakati tumehifadhi kwenye nyumba ya kaka yake, yeye wakiwa wamefariki wote watatu. Babangu mwenyewe amepotea, mamangu mdogo pamoja na mdogo wangu anaitwa Gladness Chapa Kazi Kajisi pamoja na mjukuu wake mmoja. Shida iliyotokea ilikuwa ni mvua kubwa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amewaelekeza viongozi wa wilaya ya Rungwe kuhakikisha wanachukua hatua ya kupanda miti ili kuwasaidia kuepusha majanga kama hayo. Mkuu wa wilaya, kubaliana na watu wako mwanze kampeni ya kupanda miti. Lakini hatutarudi tena hapa. Tumepoteza watu wangapi? Walikuwa hawajengi uchumi wa wilaya yetu. Sasa hatutaraji kupoteza wengine. Tumepoteza watoto wengi, si ndivyo? Katika kuendelea kutoa pole, mbunge wa viti maalumu mkoa wa Mbeya Suma Fyandomo ametembelea baadhi ya nyumba na kuwafariji waathirika kwa kuwapatia msaada wa vitu mbalimbali vyenye thamani ya shilingi milioni 5, ikiwemo vyakula, mavazi pamoja na mablanketi. Nikiripoti kutoka wilayani Rungwe mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Pole kwa ndugu, jamaa na marafiki. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ametoa onyo kali kwa watumishi wa wizara hiyo, akiwataka kuzingatia maadili, uwajibikaji na nidhamu ya kazi, huku akisisitiza kuwa serikali haitavumilia vitendo vya udhalifu na uzembe vinavyokwamisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Akizungumza jijini Dodoma katika ufunguzi wa mkutano wa baraza la wafanyakazi wa Wizara ya Ujenzi, Mheshimiwa Ulega amesema kila mtumishi anapaswa kutekeleza majukumu yake kwa uadilifu na kwa kuzingatia maelekezo ya serikali ili kuhakikisha miradi yote inayotekelezwa inaleta manufaa halisi kwa wananchi. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Waziri Ulega amekemea vikali matumizi ya lugha zisizofaa na tabia zisizoendana na hadhi ya utumishi wa umma, akieleza kuwa baadhi ya wafanyakazi wamekuwa wakitoa majibu ya kejeli na dharau wanapowasiliana na wananchi au viongozi wenzao. Matumizi ya lugha zisizofaa na matumizi mabaya ya ofisi. Mfanyakazi mmoja, mtu mkubwa, mwenyekiti wa baraza, na hapa nasema mbele ya wafanyakazi kwa sababu sina sababu ya kusema pembeni, anatakiwa kutoa huduma kwa wananchi. Anapigiwa simu, anamwambia kiongozi mwenziwe ya kwamba kama unadhani ni rahisi, nenda kafanye wewe sasa hivi. Tunayo yale majibizano kati ya huyo mtaalamu na huyo kiongozi wa wananchi, na wala sina sababu ya kuficha, na kwa sababu nilishakushirikisha mwenyekiti wa baraza hili. Wewe unakuwa manager mahala mkoani huko. Wakati wa mvua kama hii, manager wa TANROADS mkoa wa Lindi anaitwa Engineer Doto, amepigiwa simu, naweza nikakuwekeni hapa hata loudspeaker ya kauli alizowajibu watu. Si kauli za kiungwana, si kauli za kiutumishi, na si kauli zenye kuleta tija.
Sasa mtu wa namna hii hatufai kwenye kusimamia kazi za watu. Sisi tunataka tuwaletee watu tabasamu. Tunajua kwamba uko wakati unakuwa wewe umezidiwa. Yawezekana huna uwezo wa kifedha, kila mmoja anajua. Lakini wanasema kauli tamu na nzuri humtoa nyoka pangoni. Lakini ukianza wewe kwamba unakuwa na lugha ya kumkatisha kabisa tamaa mwenzio au wenzeo unaofanya nao kazi, hata ninyi wakubwa mlio katika taasisi, hawa wafanyakazi mnaowasimamia si watoto wadogo, ni watu wazima, wana akili timamu. Wote mmekutana mkiwa mmetoka majumbani mwenu, vyuoni, vijiji, kata na wilaya mbalimbali. Kila mmoja hapo ana ufahamu wa hali ya juu. Isitokee mfanyakazi wewe ukawa kiongozi. Huo kuwa kiongozi ni baraka tu, kwa Mungu amekujalia wewe ukawa Abdalla Ulega ndio waziri wa ujenzi, lakini hii haikufanyi kwa wewe unayafahamu yote na kuyajua yote na ndio kila jambo alfa na omega. Haiwezekani. Kwa hivyo lazima uwaheshimu wenzio unaofanya nao kazi. Mohamed Magesa, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo siku huu: vijana wahamasishwa kujiunga na vikundi ili wapate mikopo. Karibu mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kupitia Sky TV na mimi ni Zinaziri Mswima. Mwenyekiti wa halmashauri ya Momba mkoani Songwe, Sylvester Haizuru, ameungana na mkuu wa wilaya ya Momba, Elias Mwandobo, katika kuhamasisha vijana wa halmashauri hiyo kujitokeza na kunufaika na fursa za mikopo inayotolewa na serikali ili waweze kuleta tija katika maisha yao. Akizungumza katika mikutano ya hadhara iliyofanyika katika kata mbalimbali za halmashauri hiyo, mwenyekiti huyo amewataka vijana kutumia mikopo hiyo kwa ufanisi pamoja na kurejesha kwa wakati ili kuwapa nafasi wengine kunufaika. Hizi hela hawagawi kama biskuti. Ukibahatika wewe ahadi yako ile tekeleze, rudisha na mwingine afanye nini? Akope. Kwa hiyo kitakachohitajika hapa ni uaminifu na utendaji kazi. Sawa ndugu zangu? Sawa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mikopo hii kwa vijana, na anajua hata kwa walemavu, na sisi zile 10% zile tunaendelea kutoa, na ile mikopo mingine ya Mama Samia inaendelea kutoka. Kwa hiyo tuko vizuri. Kama mikopo hii itaenda vizuri bila ubaguzi, vijana kata hii ni wengi kuzidi kata zote. Nafikiri unaangalia na vijana na wajasiriamali wako vizuri katika vijiji vyote 6. Kata ya Kamsamba ina vijiji 6, vitongoji 26. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, karibuni sana katika kata ya Chirulumu. Nikumshukuru Mkuu wa Wilaya kwa hicho alichokuja nacho, lakini pia ameeleza hapa mtaalamu kuhusiana na mkopo unaopataji. Hivi alivyovieleza msivione ni vingi vikaogopesha. Hapana. Mkija kwa viongozi wetu wa kata watawaelewesha hili jambo ni rahisi sana. Cha msingi uwe na utayari ili uweze kunufaika na hizi pesa za mama. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi ombi langu ni moja tu kwako. Kwanza kabisa, hawa watu kuna kipengele kimeongelewa cha moja ya masharti ya kupata huu mkopo. Kimeelezwa namba ya NIDA. Walikuja hawa wanaoandikisha NIDA, tunawashukuru, walikuja kufanya kazi. Lakini kulingana na wingi wa kata yangu ya watu waliokuwa bado hawajajiandikisha na kupata vitambulisho vya NIDA, walikuwa watu zaidi ya 1280. Lakini waliojiandikisha peke yake kwa siku ile waliokuwa wamekuja walikuwa ni watu 270 tu. Kwa maana hiyo kuna watu takriban 1010 bado hawajajiandikisha vitambulisho vya NIDA. Na huu mkopo unahitaji uwe na namba ya NIDA. Kwa hiyo nikuombe sana Mkuu wa Wilaya, kwenye hili naomba utoe neno, angalau hawa watu wajue ni lini pengine hao watu watarudi tena kuja kutusaidia ili waweze kunufaika na hizi pesa za mama. Aidha, OCD wa wilaya ya Momba amewashauri wananchi kushirikiana na jeshi la polisi katika kulinda usalama wa maeneo yao, hasa wanapobaini uwepo wa watu wasiofahamika. Leo hii haitapendeza, mnapata hela baada ya kufanya maendeleo, baadaye tena mtu anakuja anapora hela yako.
Unachukua hela maana unakuwa hauna amani. Unaenda mnadani, unaenda sokoni, unaenda shambani kununua mazao, unaenda wapi? Unakutana na mtu njiani anakupiga ngwara au anakutandika panga, anachukua hizo hela. Kwa hiyo sisi wote tuwe kitu kimoja na kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake. Tukishaona mtu wa aina hiyo anajitokeza kwenye jamii yetu, ni vizuri tukatoa taarifa kwa viongozi, tukamfuatilia. Hata nyewe wenyewe, si hamna sungusungu hapa Mgambo, si mnao? Sasa mkishamwona huyu mtu mbona tumuelewi? Viongozi wako hapa, kuna viongozi kuanzia ngazi ya kitongoji, ngazi ya kijiji mpaka kwenye kata. Mtolee taarifa, kuna huyu mtu si atumuelewe, shughuli zake ni zipi? Mnamsemesha kwanza, mnamhoji. Yaani kwa sisi polisi tuko kwenye patrol, hata kama ni usiku, tukishamuona huyu mtu hata ana begi tunamtia mashaka. Huyu mtu vipi? Tunamsimamisha bana, wewe njoo. Wewe unaitwa nani? Unatokea wapi? Hatuna mashaka na wewe. Hebu tupe uhakika wa shughuli zako. Kwa hiyo nyie nao naombeni mfanye hizo kazi. Yaani bila hivyo tutachukua hizo hela za mama, mwisho wa siku sasa tena zitapotea, malengo yetu hayatatimia. Sasa ya kuwahimiza wananchi hasa vijana kuchukua mikopo ya serikali inaendelea kupewa kipaumbele na mkuu wa wilaya ya Momba Elias Mwandobo, ambaye anazunguka katika kata mbalimbali za halmashauri hiyo akitoa elimu na uhamasishaji. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Na moja kwa moja mtazamaji, tuelekee mkoani Tabora. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora TUWASA imeanza utekelezaji wa mradi mkubwa wa kusambaza maji kutoka bwawa la Igombe hadi kwenye matenki ya maji ya Itumba katika manispaa ya Tabora, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali kuboresha huduma ya maji hususan katika maeneo ya pembezoni mwa mji. Akizungumza wakati wa ziara ya ukaguzi wa mradi huo, mkurugenzi wa huduma kwa wateja TUWASA Bisolwa Bernard kwa niaba ya mkurugenzi wa mamlaka hiyo amesema kuwa mradi huo unatarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 23 na kutekelezwa ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Baada ya kuona kwamba kuna kipindi kunakuwa na changamoto ya upatikanaji wa maji kwenye baadhi ya maeneo kutokana na ukosefu wa huduma kutoka kwenye chanzo cha maji kutoka Ziwa Victoria, mamlaka ya maji imeratibu mradi wa kutoa maji Igombe kuyapeleka kwenye tenki kubwa la Itumba ili kuondoa changamoto hiyo ya ukosefu wa maji kwenye maeneo ya pembezoni mwa mji. Mradi huu umesanifiwa kwa gharama ya shilingi bilioni 23 na ambazo serikali imeanza kulipa gharama za awali kwa ajili ya mkandarasi kuanza kazi. Kwa kimsingi, baada ya mradi huu kukamilika, huduma ya maji katika manispaa yetu itakuwa ya uhakika zaidi. Ni mradi unaotekelezwa kwa kipindi cha miaka mitatu. Kwa hiyo hizo zote ni jitihada ambazo kimsingi zimewezeshwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano kupitia juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuruhusu fedha kuja kutekeleza miradi ambayo imekuwa na tija na kutufikisha hapo tulipofika. Upatikanaji wa maji utaendelea kuboreshwa na utakuwa endelevu na utakuwa wa uhakika zaidi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela amewataka wananchi kushiriki kikamilifu katika kulinda miundombinu ya maji ili kuhakikisha huduma hiyo inadumu na kunufaisha jamii kwa muda mrefu, sambamba na dhamira ya serikali kuboresha huduma za kijamii. Ujumla sasa, kama tulivyoona hapa, miradi hii yote ambayo sisi tumeweza kuitembelea leo na mingine inagharimu fedha nyingi sana za serikali. Mathalan, wametuambia tu pale kuna andiko ambalo wameandika huo mradi unagharimu karibia bilioni 23 kutekelezwa kwake. Kwa hiyo unaona si fedha ndogo. Na kwa kiasi kikubwa tumeelezwa kwa sasa hivi kwa taifa letu, fedha nyingi inatokana na vyanzo vyetu vya ndani. Maana ni fedha zetu wenyewe wa Tanzania walipa kodi. Kwa hivyo unapoona mradi umetekelezwa, umekamilika, ni jukumu lako kama mwananchi kuhakikisha kwamba unaulinda ili uweze kudumu kwa sasa, lakini pia na vizazi vinavyokuja. Lakini na kwenye ile swala la maji taka, kama ulivyotuambia mnaendelea na ile study, nadhani na lenyewe ni kipengele muhimu kukifanyia kazi ili tuweze kuona sasa, kwa sababu mji kama tunavyojua mji unakuwa, lakini mji unakuwa na unakuwa na maendeleo makubwa zaidi. Maana yake unahitaji pia miundombinu yote ikae vizuri, ikiwemo ya maji safi lakini na maji taka.
Taasisi ya kijamii na kidini inayojishughulisha kutoa huduma za kijamii na kiroho ya Sheikh Jalaram Dar es Salaam imetumia zaidi ya shilingi milioni 100 kusaidia watu wasiojiweza kwa kuwapatia huduma za afya na mahitaji mengine ya kibinadamu. Hayo yamebainishwa na msimamizi wa taasisi ya Sheikh Jalaram Dar es Salaam wakati wa hafla ya kumpokea kiongozi wa dini wa taasisi hiyo ambaye ametembelea Tanzania kwa mara ya kwanza. Mpaka sasa hivi nadhani mwaka iliyopita na mpaka mwaka huu tumeshajitolea zaidi ya milioni 100 kwa hii ya mchango tofauti. Wheelchair wanaumwa tofauti sana, na bado tunaendelea kila siku. Jalaram yupo kwa ajili ya Watanzania wote, sio kwa ajili ya Wahindi, kwa ajili hapana. Kwa ajili ya Watanzania tunatoa chakula kila siku asubuhi, breakfast kwa ajili ya watu wote. Tunatoa chakula cha mchana saa 6 na mengi sana. Leo tunafurahi kupata uongozi wa Sheikh Jalaram Seva Mandar ambaye ni sheikh anaitwa Piyush Maharaj kutoka India. Amekuja kututembelea kwa mara ya kwanza Afrika kiujumla na Tanzania. Sheikh huyu amekuja kutoa historia ya Sheikh Jalaram ambaye ndio picha yake iko hapa nyuma yetu. Yeye ni kiongozi ambaye alijitolea kusaidia watu ambao hawajiwezi na amefungua taasisi ulimwengu mzima karibia nchi zote duniani, na taasisi mojawapo iko hapa Dar es Salaam inaitwa Sheikh Jalaram Seva Mandar Dar es Salaam. Inahudumia kutoa huduma za mahitaji ya watu wa kawaida ikiwemo walemavu, wagonjwa na mambo mengine kadhalika ambayo ya jamii yanahitajika. Siku 5 hizi jamii yetu inataka kujua, wengi hawajui Jalaram ni nani, ni mtu wa kawaida. Kwa nini alifanya hivi? Zehebu yake ilikuwa ni nini? Kwa hiyo ndio huyu shehe atawafundisha. Ni kama mwalimu amekuja kutoa somi kwa wanaoweza kufanya misaada ili waweze kujua faida ya kutoa msaada ni nini. Nawapongeza jumuiya ya Lohana kuleta hafla hii. Wapo katika maombi na nawapongeza kuwasaidia jamii. Wao wanayo taasisi ambao wanamsaidia watu wengi, wanagawa chakula karibia kila siku kwa watu zaidi ya 100. Wanasaidia katika mambo mengi sana, katika madawa, katika maafya, shule na vitu vingi sana. Nawapongeza kwa hafla hii mnaofanya. Vile vile ni muombe jumuiya hii, mpo katika maombi, tuombe kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania na kwa ajili ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na kwa ajili ya viongozi wote wasimame imara katika majanga na waendelea katika dunia hii sasa hivi, ili Mungu akupe afya njema rais wetu na asimame imara kwenye hii. Ni waombe taasisi zingine wajitokeze kama hawa wanaofanya, ili tusaidiane katika jumuiya yetu. Jumuiya yetu tunahitaji msaada mbalimbali kama rais wetu anaopigania na nchi nyingine ili tupate msaada kwenye nchi yetu. Vile vile naomba jumuiya zote wajitokeze na watoe msaada kwa nawezekana, ambayo tuinue watu wetu hapa. Mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi tunaungana na Jeremia Isaya katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua
ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma. Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa bank assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Jeremia Isaya. Umoja wa watoa huduma ndogo za fedha Tanzania TAMIU umeomba Benki Kuu ya Tanzania BOT kuongeza juhudi katika utoaji wa elimu ya fedha kwa wakopaji, hatua inayolenga kupunguza changamoto zinazokabili sekta hiyo pamoja na kuboresha urekebishaji wa mikopo. Akizungumza wakati wa mkutano mkuu maalum wa TAMIU jijini Dodoma, mwenyekiti wa umoja huo Juma Mnaka amesema ukosefu wa elimu sahihi kwa wakopaji ni chanzo kikuu cha matatizo yanayojitokeza wakati wa marejesho ya mikopo. Wananchi wetu wengi wanaamini kwamba kukopa ni kama umepewa. Yaani wachache sana wanaodhani kwamba unapokopa, kukopa ni kwa azima, unapokopa unatakiwa ulipe. Sasa wengi wakopaji wetu wamekuwa wakikopa kwa sababu wameona microfinance zipo. Anaamini akienda kuchukua milioni 5 kaja kaitumia tu ikaisha, haoni swala kulipa sio utaratibu wake. Kwa hiyo tulitamani sana kwamba hata elimu hizi za kukopa hizi ziwashukia wananchi wetu kule chini, waelewe kwamba unapokwenda kukopa maana yake ni fedha umeiazima ili kuja kuendeleza shughuli zako, hatima yake kuna kuirudisha. Wakopaji wengi wanatoka mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine. Yaani kila kampuni inapoingia unakuta wengi wanakopa bila kuwa na sifa. Kwa hiyo anapoona tu kampuni tu imeingia mpya, yeye anakimbia kwenda kukopa. Kitu ambacho ningeweza kuomba kwamba taasisi nyingi za mikopo zijiunge katika mfumo wa CBR Credit Bureau Reference ili kuweza kuwa na uwiano wa kushare information. Maana tukiweza kudetect information, kama kila kampuni ikiwa inatoa information zake zikawa ina link, tuna link moja ya information, ile maana itatusaidia sana kuweza kudhibiti hali kama hiyo. Kwa sababu tuko chini ya regulation za BOT, lazima tuende chini ya misingi ya BOT. Kwa unakuta wateja ni wengi lakini vigezo wanakuwa hawana. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba Benki Kuu kwa kushirikiana na umoja wetu wa TAMIU kuweza kutu recognize vizuri na kutupa misingi ya kuweza kuwa tunapata mitaji. Benki Kuu kupitia sheria zetu na kanuni tunamtaka Mtanzania yoyote anayetaka kutoa huduma ndogo za kifedha aweze kujisajili, aje Benki Kuu apate kibali cha kufanya biashara hiyo. Mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buswelu amemwagiza kaimu mkurugenzi pamoja na maafisa mikopo kuhakikisha vikundi vyote vinavyostahili mikopo ya 10% vinaingiziwa fedha zao kwenye akaunti haraka ili kuchochea matokeo chanya ya kiuchumi. Nataka maelezo ya kina kwa nini mlete kuja kutoa mikopo ambayo fedha bado hajafikisha, kwamba fedha ziko wapi? Kwa nini hajashuka kwenye baadhi ya watu? Nataka maelezo ya maandishi. Aura, niambie tusiendelee na zoezi hili. Kama hizo tatizo za kibenki. Hatuje hapa kufanya maigizo. Tunakuja hapa kufanya vitu halisi. Kwa hiyo nikutake mkurugenzi, kabla hawajaondoka hapa, wewe kimbia benki, kashughulikie nini kimekwama, fedha zote ziingie leo. Na swala ambalo lilikuja likajitokeza kuhusu vikundi, baadhi ya vikundi kuingiziwa fedha na vingine kutokuingiziwa fedha. Kwa ufupi ni kwamba vikundi vyote vimeshaingiziwa fedha. Sasa hapa kwa wale ambao wanasema hawajaingizwa fedha ni wale ambao simu zao hawajajiunganisha kwenye mfumo wa kupata message kutoka benki. Ila kwa wale ambao wamejiunganisha kwa kupata message ambazo zina kutoka benki, wenyewe tayari wameshajua na kiasi cha mkopo alichopata. Mtazamaji, tuangazie viwango vya ubadilishaji wa fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2568 na senti 72 na kuuzwa kwa shilingi 2594 na senti 41.
Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3399 na senti 70 na kuuzwa kwa shilingi 3433 na senti 70. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2950 na senti 94 na kuuzwa kwa shilingi 2980 na senti 45. Nayo yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 371 na senti 73 na kuuzwa kwa shilingi 377 na senti 45. Yen ya Japan imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 28. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 149 na senti 79 na kuuzwa kwa shilingi 151 na senti 29. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 75 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 95. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 74 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 76. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 68 na kuuzwa kwa senti 69. Nayo faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 85 na kuuzwa kwa senti 86. Biashara na uchumi. Kwa sasa tunaungana na Pius Jayunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Jeshi la Somalia limetoa udhibiti wa jimbo la kusini magharibi, hatua inayomfanya rais wa jimbo hilo kujiuzulu wiki mbili baada ya serikali yake kusema ilikuwa inavunja mahusiano na serikali kuu mjini Mogadishu. Wanajeshi wa Somalia waliripotiwa kuingia kwenye mji mkuu wa jimbo hilo, Baidoa, siku ya Jumatatu Machi 30. Baidoa ni mji wa kimkakati wenye makao makuu ya kikosi cha kimataifa wa walinda amani na mashirika kadhaa ya kibinadamu kwenye eneo hilo lililoathirika kwa ukame, migogoro na wakimbizi wa ndani. Raisi wa jimbo hilo Abdi Aziz Hassan Mohamed aliandika kupitia mtandao wa Facebook kuwa amejiuzulu wadhifa wake siku chache baada ya kuchaguliwa kuongoza tena kwa muhula mwingine wa miaka 5. Wakazi wengi wameukimbia mji wa Baidoa na baadhi ya mashirika ya misaada yamesitisha shughuli zao wakihofia mapigano kati ya wanajeshi wa serikali kuu na vikosi vya jimbo hilo. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas anaongoza ujumbe wa mawaziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani, Poland na Italia kukitembelea kitongoji cha Bucha cha Ukraine kilichokombolewa kutoka jeshi la Urusi. Ziara hiyo inakusudia kuadhimisha miaka 4 tangu wilaya hiyo ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, kukombolewa kutoka mikononi mwa wanajeshi wa Urusi na kuibua ukatili mkubwa wa kivita uliotendeka. Bucha iliyo magharibi mwa Kiev ilikabiliwa na vikosi vya Urusi katika siku za mwanzo za vita vilivyoanzishwa na Urusi mnamo Februari 2022. Baada ya wanajeshi wa Ukraine kufanikiwa kukirejesha mikononi mwao, miili ya raia ilipatikana imetapakaa kwenye mitaa ya kitongoji hicho, huku ikiwa imefungwa mikono kwa nyuma. Haraka Bucha inageuka kuwa alama ya uhalifu wa kivita. Umoja wa Mataifa ulithibitisha vifo vya mamia ya raia. Maafisa wa Urusi wanaendelea kukanusha tuhuma za mauaji hayo na badala yake wanadai ukatili wa Bucha lilikuwa tukio lililobuniwa na Ukraine yenyewe. Na hatimaye, bei ya mafuta imeripotiwa kupanda tena kwenye soko la dunia kutokana na athari za moja kwa moja za vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Irani ambavyo leo vimeingia siku yake ya 32. Mapema asubuhi ya leo Jumanne Machi 31, pipa moja la mafuta liliuzwa kwa dola 115.17 za Kimarekani
kwenye masoko ya Asia, ikiwa ni muda mchache baada ya meli nyingine ya mafuta kushambuliwa kwenye bandari ya Dubai. Meli hiyo iitwayo Al Salmi ilikuwa imebeba mapipa milioni 2 kutokea Kuwait na Saudi Arabia, na mamlaka za Dubai zinasema zinaendelea na juhudi za kuuzima moto uliozuka baada ya kushambuliwa na droni kutokea Irani. Siku ya Jumatatu Machi 30, meli nyingine inayomilikiwa na Ugiriki iliripoti kulengwa na makombora mawili ikiwa kwenye pwani ya Rasi Tanura nchini Saudi Arabia. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea viwanjani kuangazia yale yaliyojiri leo katika michezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani.
Huhali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari? Karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianzia hapa nyumbani ambapo afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Fountain Gate CEO Kelvin Shaban amesema klabu hiyo inaendelea kuwekeza nguvu kubwa katika kukuza vipaji vya soka kuanzia ngazi ya chini hadi timu ya wakubwa kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo ya vijana inayolenga kuibua vipaji chipkizi. Akizungumza na waandishi wa habari Machi 30, Shaban amesema pamoja na mafanikio ya timu ya wakubwa, timu ya vijana chini ya miaka 18 imekuwa ikifanya vizuri katika mashindano mbalimbali ikiwemo yale yaliyofanyika hivi karibuni Kigamboni yaliyoandaliwa na klabu ya Yanga ambapo walifanikiwa kufika fainali kabla ya kupoteza kwa mikwaju ya penalti dhidi ya timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Katika programu yetu ya Kids Soccer Program siku hii ya leo tarehe 30 ya mwezi wa 3 tumefanikiwa kupeleka jumla ya vijana 40 katika trip maalum ya kimashindano nchini Kenya pale Nairobi, ambapo vijana hawa watakuwa pale kwa muda wa siku 5 wakishiriki katika mashindano ya Next Stars Tournament, mashindano ambayo sasa ni edition ya 5 yanafanyika. Na kwetu sisi kama Fountain Gate mwaka jana tulifanikiwa kushiriki mashindano haya, na kwa ushiriki wetu wa mara ya kwanza mwaka jana tulifanikiwa kuwa mabingwa kwa kategori ya miaka 15 pamoja na miaka 13. Lakini mwaka huu tena tumefanikiwa kupeleka wachezaji wetu huko. Sasa ili kuonyesha seriousness ambayo tunayo katika kukuza na kuendeleza mpira wa vijana, basi huku tumepeleka kategori ya under 7, under 9 pamoja na under 11. Kwa nini tunapeleka kategori hizi ndogo kabisa katika mashindano ya nje ya nchi? Kikubwa ni kujaribu kutengeneza kesho nzuri ya football. Sisi tumekuwa tunafanya kazi hii kuanzia katika program za watoto kabisa mara zote, na katika kipimo sahihi cha kuwapima na kuwapa exposure basi ni kuwatafutia mashindano makubwa ambayo wanaweza wakaenda wakashiriki wakaonyesha vipaji vyao, lakini zaidi ya yote wakapata opportunity ya kujifunza mambo mapya. Wakiwa huko watafanya utalii wa michezo, lakini pia tuna imani kwamba kupitia mashindano haya basi tunaandaa vijana wazuri kwa ajili ya taasisi yetu na zaidi kwa ajili ya soka letu la Tanzania, ambayo siku za baadaye basi tutarajie vijana hawa ndio ambao watakuwa wanakuja kuitafsiri ile kiu ya viongozi wetu wa chama cha soka, lakini kiu ya watu wetu wa Fountain Gate pamoja na wadau wote wanaotufuatilia. Kwa hiyo ni msafara wa wachezaji 40 ambao wamegawanyika katika miaka 9, miaka 7 na miaka 11, na watakuwa kwa siku 5 nchini Kenya wakishiriki mashindano haya Next Stars Tournament ambayo yanafanyika kwa edition ya 5. Na tukiangazia kunako taarifa nyingine kuhusiana na katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali ndugu Gerson Msigwa amewataka maafisa wa utamaduni na maafisa michezo nchini kuhamasisha wawekezaji kuwekeza kwenye fursa za utamaduni, sanaa na michezo zilizopo kwenye maeneo wanayosimamia. Msigwa ameyasema hayo Machi 30 mwaka 2026 wakati akifunga kikao kazi cha 16 cha maafisa hao kilichofanyika jijini Arusha. Amebainisha kuwepo kwa fursa kutengeneza filamu kuhusu utamaduni, vituo vya michezo pamoja na shughuli mbalimbali ambazo zinahusu michezo nchini. Kwa namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 inavyoijali wizara hii na kuona umuhimu wake, tusipofanya sasa tunaweza tusipate tena hii fursa. Yaani kuwa na rais ambaye anaweza kaacha Ikulu akaenda polini Serengeti, akaenda mlimani Kilimanjaro, akaenda kupanda maboti, akaenda sijui mitaani kwenye mabwawa ya viboko, ana rekodi filamu. Huyo rais utampata wapi saizi kirais? Ana rekodi filamu ili kuonesha kwamba sisi tunaosimamia hii sekta tuna eneo ambalo linaweza likaleta mageuzi makubwa ya kiuchumi kwenye nchi yetu. Hasa kama rais amefanya, we have to do it. Tusibaki kila moja Tanzania the Royal Tour, hata Tanzania the Royal Tour. Wewe ya kwako Masasi the Royal Tour iko wapi? Kagera the Royal Tour iko wapi? Mimi natoka Songea. Kule Songea kuna mambo mengi kweli yamefanyika tangu enzi ya Majimaji. Sijawahi kuona filamu hata hii moja. Ukienda pale unakuta kuna kaburi walizikwa wale mashujaa wa Majimaji 67 kwenye kaburi moja. Ukienda kule Maposeni kule unakuta makaburi ya wapiganaji wa Majimaji, watu juu yake wanalima mihogo. Afisa utamaduni yupo wa mkoa,
wa wilaya wapo na wakurugenzi wao wapo. We don't see kama ile ni fursa. Na panapo taarifa nyingine kuhusiana na mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu Tanzania TAF, Shabani Msangi ameitembelea timu mpya ya soka ya watu wenye ulemavu ya Unyanyembe mkoani Tabora, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya ligi kuu inayotarajiwa kufanyika mwezi Julai mwaka huu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu mkoa wa Tabora, Maulidi Mwikarigo, ametoa wito kwa wadau mbalimbali kujitokeza kuisapoti timu hiyo, akibainisha kuwa bado wanakabiliwa na changamoto ya vifaa muhimu vya michezo. Hii ni moja kati ya juhudi zetu ya shirikisho kuhakikisha kwamba tunaifikia mikoa mbalimbali ili tuwe na timu nyingi kuelekea katika malengo yetu ya ligi, tupate idadi ya timu nyingi ili tuweze kuongeza ushindani zaidi na kuweza kukuza mchezo huu katika mikoa yote ndani ya Tanzania bara. Lakini pamoja na yote tumekutana na changamoto kwa ndugu zetu wa Unyanyembe, changamoto ambazo wana uhaba wa vifaa vya mchezo kwa maana jezi, viatu, magongo ya kuchezea. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaomba wakazi wa mkoa wa Tabora, wadau wa michezo waweze kujitokeza na kuweza kuwashika mkono ndugu zetu wa Unyanyembe ili kuwawezesha kufanikiwa kupata vifaa kuelekea katika maandalizi yao ya ligi itakayofanyika jijini Dar es Salaam mwaka huu mwezi Julai. Timu hii ni timu ambayo inawakilisha mkoa wa Tabora. Kwa hiyo ni timu ya wanatabora. Kwa hiyo wanatabora wajitokeze kwa ajili ya kuisapoti. Kama tunavyojua, mchezo huu ni mchezo wa mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu, ambapo ni watu wenye mahitaji ya maalum. Ni mchezo ambao umebeba zaidi hisia za watu. Kwa hiyo tunaomba ndugu zetu, sisi kama shirikisho tuko na tunaendelea kusupport kama hivi. Na moja kwa moja tukikwea pipa hadi kimataifa, ambapo rais wa shirikisho la soka Kongo Fecafoot Jean Guy Blaise Masoila ameripotiwa kutoroka nchi hiyo akiwa na mke wake na watoto kwa muda mfupi kabla ya kuanza kwa kesi yao ya ufisadi. Familia hiyo inakabiliwa na tuhuma nzito za ubadilifu wa kiasi cha dola milioni 1.1 sawa na shilingi bilioni 2.85 ambazo zilitolewa na FIFA mnamo Februari 2021 kama mfumo wa misaada ya COVID-19. Fedha hizo zililenga kusaidia maendeleo ya soka nchini humo baada ya janga la corona. Kiasi cha shilingi bilioni 1.3 kilikuwa kimetengwa kwa ajili ya kutengeneza timu ya taifa ya wanawake, lakini inadaiwa hazikufanikiwa lengo. Wakati mamlaka zikiandaa kwa mchakato wa kisheria, Mosaila ameingia mitini, jambo lililoacha maswali mengi juu ya uongozi na ubadilifu katika soka la Afrika. Na panapo taarifa nyingine kuhusiana na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limeuchagua uwanja wa MetLife New York, New Jersey kuwa mwenyeji wa mechi ya fainali ya kombe la dunia mwaka 2026 itakayopigwa Julai 19 mwaka 2026. Uwanja huo wenye uwezo wa kubeba mashabiki zaidi 1082 umeshinda mbio hizo kutokana na miundombinu yake ya kisasa na ukarabati wake na jiji la New York. Uwanja huo ulikuwa wenyeji wa michuano ya kombe la dunia ngazi ya klabu mwaka 2025 iliyopigwa Julai 13 ambapo Chelsea ilichapa PSG mabao 3-0. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, naomba mwisho wa habari za michezo na burudani na kurejesha kwake Zinazile Mswima kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa leo. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Na sasa tutazame utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku huu wa leo, mtazamaji, kutoka kwao TMA. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Rukwa. Kwa maeneo ya Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na mifumo anga bado endelea kuonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika maeneo machache hapa nchini, hususan yale ya magharibi mwa nchi yetu kuelekea kusini mwa nchi. Na upungufu wa mvua unaonekana katika maeneo ya kati mwa nchi yetu kuelekea kaskazini mwa nchi. Na kwa usiku wa leo, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa maeneo nyanda juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani yetu ya kusini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria na magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na pwani yetu ya kusini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo nyanda juu kaskazini mashariki pamoja na pwani yetu ya kaskazini ikihusisha kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na kati mwa nchi yetu kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua katika maeneo machache pamoja na ngurumo. Kwa mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka Mamlaka ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa tuliokuwa nayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu aongoza mazishi ya Mheshimiwa Lukuvi. Na kwa kimataifa, kimchezo, Msigwa abainisha fursa za uwekezaji katika michezo. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Sky TV, langu jina ni Zinaziri Mswima na kutakia uendeleaji wa kufuatilia vipindi vyetu vinavyoendelea hapa Sky TV.